makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi na wanafunzi wake walimjia, akafungua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Asante. Tuachie hapo kwanza. Maandiko inasema kwamba heri walio maskini wa mioyo, maana ufalme wa Mungu ni wao. Unapoangalia pamoja inasema kwamba alipopanda kwenda juu katika makutano, alipokuwa wamekusanyika na kupanda kwenda milimani. Bwana Yesu asifiwe. Basi aliwafundisha wanafunzi wake akiwaambia ya kwamba heri wenye mioyo misafi, maana watamwona Mungu. Ni kwa nini alikuwa anaambia wanafunzi wake heri wenye mioyo misafi? Mtu wa Mungu ulio mahali hapa siku ya leo, na hata katika moyo msafi ulio nayo, Mungu anaweza kukupeleka mahali. Katika roho safi ulio nayo, Mungu anaweza kuondoa ile sanda ambayo ulikuwa umefungua. Katika hiyo roho safi ulio nayo, Mungu anaweza kukupeleka mahali palipo pa juu. Katika hiyo moyo safi ulio nayo, unaweza kukutanishwa na hata waheshimiwa mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Maana umeandaa moyo wako katika neno la Mungu, unatembea katika njia ya msalaba, umewachana na vyote vya ulimwengu, ukasema ni heri niwe na moyo msafi, ya kwamba nipate kuona utukufu wa Mungu. Kuna mambo mengine ndani ya maisha yetu, tunapoweka roho mbaya, tunafanya kwamba Mungu anatuacha ama maombi yetu hayajibiwi. Kuna wengine tumeweka kiburi, roho wa Mungu hawezi akatujibu. Wengine tumeweka roho ya kujipendekeza, roho wa Mungu hawezi kutujibu. Angalia, Mungu alikuwa na wanafunzi wake katika makutano, walikuwa wamekaa, wakapanga mahali pale tutaenda, wakafanya jambo kwa njia moja, wakasuluhisha jambo kwa nia moja. Ni kwa sababu ya mioyo waliokuwa nayo, mioyo ya kuvunjika, ya kunyenyekea, moyo wa kumtafuta Mungu. Basi walikuwa na mioyo mzuri, basi Mungu akashuka ndani mwao. Sema amen. Ndio ya habibi ya habakapo. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Maana unapokuwa na huzuni katika hali ya kumcha Mungu, atalicha ni sanda imekufunga miaka mingapi, umekuwa na shida, umekuwa na vilio, lakini bado Mungu anasema bado utafarijika tu. Bado Mungu atazidi kukuondolea tu. Bado Mungu atazidi kukupanguza machozi tu. Wengine watakusema, watakusambanga, lakini bado Yesu atakupanguza machozi. Maana bado atakufariji kwa maisha yako. Bado atakutia moyo, dada yangu, ndugu yangu. Atakwambia kaza mwendo, tunasonga katika maisha ulio nayo magumu. Bado atakutia moyo, bado atakupanguza machozi. Atakwambia ndugu yangu, dada yangu, bado kuna mwendo katika makutano. Kuna mahali ambapo Mungu anatupeleka. Sema amen. Sanda lazima litoke kwa mtu siku ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sanda ya magonjwa, sanda ya vifungo, lazima Bwana Yesu ataondoa. Katika sanda ya shida, Bwana ataiondoa leo. Umekosa kwa muda mrefu, hiyo ni sanda Mungu anaondoa. Umekuwa na matatizo kwa maisha yako, hiyo ni sanda Mungu anaondoa. Umekuwa na vilio katika boma, hiyo ni sanda Mungu anaondoa. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunapanguzwa machozi hapa, tunaondolewa shida tulizo nazo. Maana atahuzunika na sisi, ataangalia yale tunapitia, ataangalia mioyo yetu inataka nini, ataangalia tunamtarajia kwa jambo hili. Inajua anakuja. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Maana utakapokuwa na upole wa Yesu Kristo, Mungu anaondoa kilicho kizito ndani yako. Maana utakapokuwa na roho ya upole, kuna vitu unafunguliwa kwa maisha yako. Unapokuwa na roho ya upole, kuna mahali ambapo Bwana anakusongesha. Wakati unapokuwa na upole ndani mwako, hata vitu vinateremka tu. Wakati unapokuwa na upole ndani mwako, hata kazi unaitiwa kama umekaa hapa. Unapokuwa na upole ndani mwako, unaambia kwamba ndugu yangu kule nyumbani wamemwaga mawe, uko wapi? Haleluya.
kwa sababu Roho wa Mungu anaingia ndani yako kwa upole. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani vitu zinafanyika automatically. Ni kwa sababu ya upole wa Yesu Kristo. Maana Roho wa Mungu alikuwa mpole. Hakuwa ni mtu wa vita. Alikuwa ni mtu wa utakaso. Alikuwa anasemezana kwa upole. Alikuwa anawafariji kwa upole. Anawaambia msilie, niko pamoja nanyi. Shida mlio nayo ni ya kwangu. Nitawabebea mizigo yenu. Nitawaondolea sanda ambayo inawatesa kwa maisha yenu. Mmebeba kwa muda mrefu, lakini leo nawaondolea. Ni kwa sababu ya upole, ni kwa sababu ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Yes, tenda. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapokaa ndani ya Yesu katika upole na haki, mpendwa, hautaenda kuomba. Utaona jirani aliingia, atakuchelewa, unafunguliwa kifedha. Sana kuchelewa, hata ndoa unapokea. Maana ninarudishwa kupitia jina la Yesu Kristo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Yaani baada ya sanda kuchukuliwa, vitu vinakuja automatically. Sema amen. Sema amen. Hata kama mimi kama leo, hata kama leo nitabadilisha style ya kutembea, maana sanda imeondolewa, nitabadilisha. Watuona kwamba kuna vitu vimebadilika, maana sanda imetolewa. Sanda ya magonjwa imetolewa, ni sanda ya masikini imetolewa. Kuna vitu Bwana anavipanda vipo. Kuna vitu Bwana anavifanya. Haleluya! Baada ya makutano. Sasa tuko kwa makutano. Tuko ndani ya makutano. Twende. Kia naita maita. Kiva silence. Kiva naita rabi. Kutaenda naita kivi. Viva sikatana leshi. Santa rabi. Aya twende. Heri wenye rehema, maana wao watapata rehema. Haleluya. Yaani maandiko yanasema baada ya kutolewa sanda, baada ya kutolewa sanda, Mungu atawatendea rehema. Rehema itashuka ndani yako. Rehema ya utaza, rehema ya vipawa, rehema ya kibali, rehema ya ushindi, rehema ya kufungua, rehema ya watoto, rehema ya kazi, rehema ya kujenga, rehema ya kufunguliwa, rehema inashuka. Rehema kwa mtu Maria anafunguliwa, kwa mtu Maria anapokea rehema kwa mtu inashuka sasa, inashuka. Haleluya! Kote inaita maita. Yaani baada, Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuondolewa sanda, rehema kwa mtu mali yako inashuka. Yaani kibali inaanza kuflow. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo yote tukiwa ndani ya Yesu, vitu zinafanyika sasa. Sema amen. Imagine baada ya kuwa moyo sana, baada ya kuwa na roho nzuri, wewe unahurumia, wewe ni mtu wa kuhurumia watu. Wakati mtu ana chochote unamsaidia, alafu tunatoka bure bure. Haiwezi toka bure. Kuna rehema Bwana anawachilia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kwa msanga mwisho hapa. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Sema amen. Baada ya hiyo yote, wewe unamwona Mungu. Sifurahi kitu. Tasiona watu wakifurahia. Sisi naye. Yaani baada ya shida, maandiko yanasema, yaani baada ya shida, baada ya vilio, baada ya kuondolewa sanda, baada ya kuondolewa nini, utakuwa na nini? Bwana Yesu asifiwe. Utamwona Mungu. Baada ya kuondolewa vitu zote ndani yangu, mpendo maipaka yuhalia, kuna mambo yamekukumba nazo, lakini baada ya maombi, baada ya makutano, baada ya moyo safi, maana utamuona Mungu. Kuna Mungu utakutana naye. Utatoka mahali hapa kwa mlango, usikie kwamba dada yangu, ndugu yangu, unatakikana ofisi saa fulani. Mpendo ndio mahali hapa, utaambia unatakikana mahali fulani.
biashara, ni kwa ajili ya kufunguliwa, ni kwa ajili ya Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu akakupigia simu njoni niombee. Bwana Yesu asifiwe. Rehema imeshuka. Rehema ya uponyaji upo. Unaenda kuweka mkono kwa mtu na anapokea. Unaweka mikono mtu anafunguliwa. Unaweka mikono wagonjwa wanapona. Bwana Yesu asifiwe. Rehema wa Bwana Roho wa Mungu atashuka juu yako. Sema amen. Hiyo ni utakaso wa Yesu Kristo. Sema amen. Baada ya kuondolewa takataka zote zilizokuwa zimekufinyilia, zilizokuwa zimekutesa, umetengwa na marafiki, umetengwa na majirani, lakini leo Mungu anasema heri wenye mioyo misafi watamuona Mungu. Katika kumuona Mungu kuna kitu natoka nacho leo hapa, na Bwana anaenda kutenda ishara juu ya maisha yako, mtu wa Mungu. Lile ambalo umekuwa ukililia, kuna shida umekuwa ukipitia, familia walikutenga kando, wakasema haufai, wakasema wewe ni kitu bure, lakini wanaenda kukuona wewe ni mtu wa rehema, wanaenda kuona jambo lipya ndani mwako, wanaona mambo mapya ndani mwako, maana jiwe lililokuwa ndani yako limepiringishwa, ile sanda limeondolewa, ile ya kifungo limeondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hiyo sanda ama hiyo karatasi, wakati unarapu nayo chakula, wakati unaporapu inapoanza kutolewa, mtu wa Mungu, hata kama niwe uko mahali hapa, uwenda umefungiwa na kuwa release. Sema Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu wa rehema yupo. Sema amen. Sasa tuombe tu na tuende nyumbani. Sasa nini nyingine imebaki? Si hakuna. Imeisha hiyo. Sema amen. Sasa zimeondolewa, watu tumefunguliwa. Sasa watu tuchukue bangi na tuombe tuende nyumbani. Tumwambie Mungu ni asante, maana tumeona ushindi wako mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atatenda maneno ya ajabu, maana tayari tumemwona Mungu. Sema amen. Wewe kama una Mungu, my brother, my sister, sorry to you to say that. Sorry if you don't have a God. Sorry tu utatoka tu hivyo. Jua hapa tu utakuanga hivi. Fundisho lingine ndogo kwa hili. Sema amen. Nikaja nikapata shetani ni mtu mbaya sana, mnafiki. Na shetani anaweza kukufunga katika njia zingine zile za wewe kukosa kujua. Nilifundisha sana nikasema chakula ni adui mkubwa sana ndani ya maisha yetu. Ndio inapenda inaingia na inakuwa ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Basi leo nitakuja kufundisha. Leo naenda kufundisha kuhusu mke na mume. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu ambao uko mahali hapa, sometimes tunaweza kuwa tumekula chakula ya kiroho nzuri. Pia kuna chakula ile ambayo ni ya mke na mume. Na katika chakula hili ya watu wawili wanastahili wote kusaidiana na kukula. Amepata ugonjwa unaoitwa anemia. Hawa akitembea na mpira, akienda msalani, kila hapo na mpira. Mengine uletwa ni kwa sababu ya wewe mama kutokupika ile chakula ambapo imeondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Basi unapata ile jambo pia linaleta shida katika ndoa. Mnaweza kung'ang'ana sana, mnaweza tumia pesa nyingi kutibu na upate kutibika, ile kwa shida. Hata wewe mama pia shida ndani yako, si kwamba ania iko tu kwa wazee pekee yake, iko hata kwa mama. Unapata ile shida pia inakuandama maisha yako. Unajiuliza why? Ni kwa sababu uliweka teke zote, uliweka usipofanya hili sitafanya hii. Basi unapata inaleta shida, na inapoleta shida inaweza kudevelop magonjwa mengi. Upate inatoka kwa anya, inazidi kuongezeka, inakuwa bado ni kansa, bado inaleta shida ndani ya maisha ya mwanadamu. Mtu wa Mungu leo mahali hapa,
Ni vizuri katika vitu vyote tulivyo navyo, vyote viko bado na madhara. Bwana Yesu asifiwe. Hata licho ulipewa na Mungu, lakini kumbuka ya kwamba pia ina madhara yake. Bwana Yesu asifiwe. Unapata kwamba pia magonjwa yanazidi yanajitokeza. Unaweza ona ya kwamba ni mzee wako ya kwamba ameleta ugonjwa ameleta mali pale. Bwana Yesu asifiwe. Unaosha mali pale na kitambaa kizuri